tusionane haya kusema yale yaliyo mazuri. Sisi na ninyi pia mlisikiliza kwenye mitandao, lakini sisi tulikuwa pale kwenye misa siku ya Ijumaa na juzi Jumamosi kumzika Mwadhama Kardinali Pengo. Tulisikia yale mazuri aliyotenda. Kila mtu alikuwa naongea mazuri tu, na kwa kweli kulikuwa kuna lawama. Mara sio alikuwa Yesu nasema hauongee vibaya kuhusu marehemu. Hiyo hakuna shaka kwamba hakuwa na, kama alikuwa na mapungufu. Hata dada yake aliongea, dada yake akasema kama binadamu tu, hakuna binadamu ambaye hana mapungufu. Lakini kaka yangu akishukuru waombolezaji, kaka yangu mlimtunza ninyi, mlimpika ninyi, manake alitoka nyumbani akiwa mdogo sana. Kwa hiyo hata tukitaka kuongea mapungufu yake sisi hatujui, licha ya ile labda vitu vidogo ambavyo watoto wadogo wanatenda. Lakini tangu ameingia seminari akiwa kijana hivi mpaka amekuwa mzee, alikuwa huko kanisani. Nasema huko kanisani, na huko kanisani kama ni seminari wapi na nini, kama alikuwa na ubaya ni ninyi mmemfanya hivyo. Lakini kwa bahati nzuri tumesikia mazuri na tunashukuru na tunafarijika. Sasa kila mtu aliyekuja pale, awe ni kiongozi wa kanisa, awe ni wa serikali, kila mtu alikuwa anaongea mazuri. Alafu ya kweli, kuna mambo magumu ukiwa kiongozi ambao unaongea kuhusu maadili. Unajua watu hawapendi maadili. Maadili manake ni kuongea na nafsi na conscience, kuongea naye mambo ambayo wakati mwingine hayaendi kwenye jumuiya. Watu wanapenda kudokoa, hata viongozi wawe wa kanisa wawe wa serikali wanadokoa. Sasa ile ni against maadili ya kiongozi. Kwa hiyo aliongea vile. Kuna wakati maamuzi mengine yanafanyika na viongozi wetu, unaona hapa wamekosea, na yule kardinali alikuwa anayasema. Na hivi wakarudi nyuma wale ambao walisikiliza wakati anaongea siku ya kumzika baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Wakati ule kulikuwa na wakati fulani kulikuwa na udini, lugha ya kiudini. Akasema huyu alikuwa Mkatoliki, lakini hakupendelea namna ya hivyo. Haya mambo mengine yalijitokeza baadaye tu. Unaona watu unafanya kama kufanya upendeleo, mara la kabila lako, watu wako, dini yako, basi. Lakini wasema yeye ndiye alituepusha na taifa hili kuwa na mtizamo hasi kuhusu Watanzania wote. Sisi ni kitu kimoja na kila mtu ana nafasi, ana fursa. Kama sheria zetu zikaa vizuri, kila mtu ana fursa. Lakini kinyume chake, kuna watu ambao kama ungewatanguliza mbele wangeweza wakaharibu hili taifa, lakini sio baba wa taifa. Ndio maana tunarudi kwenye maandiko yake, semi zake mbalimbali, ili tuweze kujifunza. Kwa hiyo Kardinali Pengo, kila mtu aliongea alirifa kwa huko nyuma, mambo ambayo yangeweza yakaleta mpasuko kwenye taifa letu kama asingeyazungumza. Kwa hiyo aliyazungumza yeye kama mtaalamu wa maadili, lakini na yeye akiwa ni mmoja wapo, anataka vitu viende kwa usawa, kwa haki. Basi nasema haya wapendwa, kwa sababu hiyo tuliyosikia kwa kardinali
Kule mwanzo hatukujua umuhimu wake, lakini sasa hivi Tanzania ya leo hii, hayo maneno yana maana kubwa sana kwetu. Hayo maneno ambayo nashukuru kila mtu alikuwa anasema, huyu kwa kweli ni kiongozi wa kitaifa, ni wa kidini ndio, lakini hayo alikuwa nasimamia ni maadili ya kila dini. Hata na yule mwakilishi wa mufti wa Tanzania aliyekuja kuongea pale alisema huyu alikuwa pia kiongozi wetu. Yani baba kardinali alikuwa ni kiongozi wao pia, kwa maana alikuwa anasimamia vitu ambavyo ni vya haki kwa kila mmoja, na hakuna dini ambayo inasema kinyume chake. Hakuna serikali ambayo inasema haki ni kitu kibaya. Haki ni haki, maadili mema ni maadili mema. Haijalishi ni parokia ipi. Kwa mfano tungekuwa naongea hapa jimboni kwetu Same, haijalishi umetoka wapi, Kigangoni au parokia teule au parokia, maadili ni kitu chema kwa kila. Haijalishi familia, kila familia inaelimisha watoto wake kwa ajili ya kuishi vizuri na kukubalika na jamii, na jamii ndio sisi. Kwa hiyo tukienda, wapendwa, sisi kama wawakilishi wa wenzetu, walimu wa wenzetu, tuongee basi hiyo haki, huo usawa, maadili mema kwa ajili ya familia tunazoziongoza, jumuiya ndogo ndogo, kwenye vigango vyetu, kwenye parokia zetu na jimbo kwa ujumla.